Amen. Hatutaongelea dini. Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, lakini haikuwezekana. Nipo na baadhi ya waumini wa kanisa hili na leo nazungumza nao kutaka kufahamu nini mafanikio ambayo yametokana na mkutano huu. Ikumbuke kwamba ni mwendelezo wa uongozi wa kanisa la TAG Heri wenye moyo safi, kuhakikisha kwamba ni mwendelezo wa mikutano ya injili katika mtaa wa Nyantotoro B, hasambamba na mtaa wa Nyantotoro A, kata nzima ya Nyankumbu, manispaa ya Geita. Na leo tukiwa kingoni kabisa katika viwanja hivi, nipo na baadhi ya waumini wa kanisa hili na hapa nazungumza nao kutaka kufahamu nini manufaa makubwa ambayo yametokana na mkutano huu wa injili. Karibu sana, kwa majina ukianza kujitambulisha. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Dickson Paulo, ni mshirika wa kanisa la TAG Heri wenye moyo safi. Ukweli mafanikio tumeyaona sana tukiwa tunatembea katika mitaa tukiwahubiri watu habari njema. Watu wameokoka sana, na katika mitaa kuna shida, watu wamepata shida sana. Tumewaombea sana na wameokoka sana. Kwa ni faida sana. Mimi ninachomwambia tuzidi kumtumikia Mungu na tuzidi kumwamini Mungu. Hakika Mungu tutamuona. Nimepata changamoto kwa wachungaji baadhi ambao hawahubiri injili. Najua kama neno linavyosema kwamba tuenende ulimwenguni tukahubiri injili, kuna faida yake tumeiona. Kuna watu wana shida mitaani, hawawezi wakaja kanisani, wana shida. Kwa hiyo imetubidi, ni jambo la kumshukuru Mungu, mchungaji wetu Elia George kwa mafunuo hayo Mungu aliyompa, kwenda kuwafuata huko waliko, kuwahubiri na wakaokoka. Kwa hiyo ni vizuri sana mwandishi. Mungu akubariki sana. Amina, asante sana. Na baada ya kumsikiliza moja kati ya muumini wa kanisa la TAG Heri wenye moyo safi, nikiwa nimesalia katika viwanja hivi, nipo na moja kati ya muumini mwaminifu ambaye yeye katika maisha yake ameatenga kufanya kazi ya Mungu. Bwana, karibu sana, ukianza kujitambulisha wewe ni nani, tufahamu kwamba manufaa ya mkutano huu wa mitaa kwa mitaa. Moja kati ya kazi kubwa ambayo imekuwa ikifanyika ni uwepo wa mikutano ya injili ya mitaa kwa mitaa katika kata ya Nyankumbu, manispaa ya Geita. Pengine anayekutazama unamwambia nini? Karibu kwa majina ukianza kujitambulisha. Asante sana, nashukuru Bwana Kale Chongela. Kwa majina yangu ninaitwa Damian Mosha Kagoma, ni mwinjilisti katika kanisa hili la Tanzania Assemblies of God. Nipende tu kumshukuru Mungu kwa uongozi wa kanisa hili la Tanzania Assemblies of God. Mahali hapa pamoja Nyantotoro B, tunaona manufaa mengi sana kutokana na kazi ya injili ya mtaa kwa mtaa. Wakati tunaianza kazi hii, kwa hiyo tumekuwa na changamoto kubwa sana, watu kama vile hawaelewi tunachokifanya. Lakini tulivyozidi kuendelea tunaona manufaa makubwa. Kwanza watu wanaokoka, alafu jambo la pili watu wanafunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali. Lakini pia jambo la tatu tunaona Mungu akiendelea kuwafahamisha watu kwamba yupo, maana wanamkimbilia sana wanapoona nguvu ya Mungu ikiwa inatembea sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa hilo, kwamba watu wanaokolewa na watu wanafunguliwa pia kwa pamoja. Tufahamu ratiba inaendelea ya mkutano wa injili ya mtaa kwa mtaa. Anayekutazama unamwambia nini? Mimi nipende tu kutoa wito kwa mtu yote yule ambaye anatutazama katika kipindi hichi kwamba hii ratiba inaendelea na ni jumla kwa manispaa yote ya mji wa Geita na viunga vyake vyote tunatembea. Lakini kwa mtu yote yule ambaye ananitazama na anasikia, nimkaribishe aje tu, ana shida yote ile, ana changamoto yote ile, aje akutane na Mungu. Mungu atamsaidia kwa shida yote aliyonayo na changamoto yote aliyonayo, Mungu atamtia nguvu. Mungu akubariki sana. Amen, asante. Ni muumini wa kanisa la TAG Heri wenye moyo safi. Kwa kweli ninamuona Mungu akifungua watu waliofungwa na vifungo, Mungu anawafungua. Ninawaomba tuzidi tu kumwamini Mungu yupo na anafanya kazi. Wewe ni mwanamke, wapo baadhi ya wanawake ambao wamekuwa ni wazito sana kumpokea Mungu na kukiri kuwa Yesu ndio mwokozi wa maisha yao. Kupitia fursa hii unawaambia neno gani? Ninachowaambia tu waamini kwamba Mungu yupo na hajawahi kushindwa. Tumtumainie yeye maisha yote.
Baada ya kuwasikiliza waumini wa kanisa la TAG Heri wenye moyo safi kutoka katika viwanja hivi vya mkutano wa Injili, na hapa mtazamaji, na kuunganisha na mahubiri ya moja kwa moja ya mchungaji Elia George wakati akihubiri kwenye mkutano ambao umedumu katika siku 17 katika viwanja vya kanisa la TAG Heri wenye moyo safi. Mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Wewe mtakatifu uzidi kujitakasa. 12 nasema ndio, tazama naja upesi, yeye anakuja upesi, na ujira wangu pamoja naye. Upesi sana na ujira mkononi, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ujira ni mshahara, sio hivyo? Tunaposikia habari ya ujira ni mshahara, yani yeye mwana kondoo ambaye ni Mungu Baba aliye hai anakuja na ujira wake mkononi, ameubebelea. Na ni kwa nini ameubebelea? Changamoto ni nini abebe mpaka na ujira? Sababu ni nini? Ni kumlipa kila mmoja, ili kumlipa kila mtu sawa na matendo yake. Sawa na matendo yake. Tunapozungumzia habari ya ujira, Bwana atasimama na ujira wa aina mbili. Kuna ujira ambao mtu atapokea wa kuingia katika jehanamu ya milele. Kuna ujira ambao mtu atapokea wa kuingia katika uzima wa milele. Kwa hiyo ushauri wa mhubiri, ushauri wangu leo, mama baba, jitakase mapema. Mrudie Mungu wako. Amen. Amen. Sogea. Amen. Tumeshahubiri mno. Mimi nimetosha. Njoni tuache waimbaji. Nimefanya hivi niwaachie. Leo muimbe tu. Wafungie na taa nyingine hapa waimbe. Nikaribishe wakati huo ukisoma Ufunuo 1:3. Ufunuo 1:3. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 3. Biblia inasema, heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu. Heri anayesoma na wala ambao wanaosikia maneno haya ya unabii na kuyashika yaliyoandikwa, nikiwemo mpaka na mimi, na kuyashika yaliyoandikwa, kwa maana wakati ukaribu. Tosha. Wakati umekaribia. Unajua, tunapozungumza wakati umekaribia, kuna nyakati na dalili zinazotuonyesha kabisa kwamba wakati umefanyaje. Kwa sababu tukiangalia mataifa jinsi ambavyo hali ni mbaya, mataifa yanavyopigana, watu wanavyouana, wanauana kama kuku, na ni heri na kuku unaweza ukaihurumia. Leo ni kawaida. Kwa hiyo ni nyakati ambazo zinatuonyesha kwamba mwana wa Adamu yu karibu kuja. Amen. Asomaye na fahamu. Ni kukaa tayari mama. Si wakati tena wa kutegemea mizimu wala majini. Sio. Ni wakati wa kujiandaa. Ni wakati wa kukaa tayari. Bwana siwe sana. Amen. Ni wakati wa kukaa tayari. Kama kuna mtu anataka kumpokea Yesu, karibu. Karibu. Kuwatosha Bwana. Haleluya. Haleluya. Namshukuru sana Yesu aliyenibadilisha kutoka kwenye karate, judo, leo akanibadilisha tena na mtandika shetani hapo bila hata kumuona. Jamani, hii ni neema gani? Jamani, hii mnaelewa? Bado hajaelewa mtu hapo. Hii ni neema gani ya kutandika pepo huku ulioni? Akanitoa katika eneo hilo, akaniweka nisimame katika kuifanya kazi yake, vita vyangu. Akaniambia, kwa kumbuka wakati ule na palangana kuingia jeshi. Mama anajua vizuri sana, alilia sana. Bwana akaniambia, hapana, wewe sio wa huko. Kaambia, mbona niko fiti baba? Mbona niko fiti vipi? Najua baba una hatua ya kuwa unamjaribisha Mungu ili aelewe kabisa kwamba asikupindisha. Mbona niko fiti? Mungu, mbona kama na hizi mimi jeshini sawa kabisa. Kinasikia legani? Hapana. Vita vyako si juu ya damu na nyama. Akasema, unajua na mimi nilikuwa na kazi ka upeto ile kukamata mapanga. Lakini Mungu akanigeuza ghafla kabisa, akasema vita vyangu si juu ya damu.
bali ni katika falme za wakuu. Hiyo ndio furaha yangu, na ndio maana Bwana akanipa jukumu la kusimama mahali hapa niwaambie watu watubu, kwa kuwa ufalme wa Baba umekaribia. Amen. Ufalme wa Baba umekaribia. Furaha yangu ni ile nipo mbinguni kwa Baba. Mbinguni kwa Baba ni makao mengi, hakitaingia kilicho kinyonge, wala kisoso. Amina. Hallelujah. Amen. Nimesema kwamba hayupo mwanadamu, hayupo Mkristo, na kwambia ufalme wa Baba umeandaliwa, wala si kwa ajili ya wachungaji. Ufalme wa Baba umeandaliwa, wala si kwa ajili ya wainjilisti. Ufalme wa Baba umeandaliwa, wala si kwa ajili ya wazee wa kanisa. Ufalme wa Baba umeandaliwa, wala si kwa waimbaji. Ufalme wa Baba umeandaliwa si kwamba kwa watu ambao wanajiita ni wanadini. Ufalme wa Baba umeandaliwa kwa ajili ya watakatifu ambao watakaokufa ni watakatifu. Mali hapa duniani, hao ndio watakaoingia katika ufalme wa Jehova aliye hai. Wanene hawataingia. Maaskofu hawataingia. Wachungaji hawataingia, hawana nafasi mbinguni. Yale ni makazi tulipe. Haleluya. Hapa nakosea wazee. Hatutaingia. Amina. Wala wabunge hawataingia. Viongozi wa nchi hawataingia. Wembamba sana hawataingia. Wasomi hawataingia. Haujaandaliwa kwa ajili yao kabisa hata kidogo. Kwanza na wahurumia. Mhubiri kama mimi hataingia. Kupoteze kabisa vizuri. Atakaingia katika ufalme wa Baba ni yule ambaye atakuta moyo wake umepondeka, moyo wake umemwelekea kwa Yesu. Haijalishi ni mchungaji, kama moyo umepondeka ataingia mbinguni kwa Baba. Haijalishi ni askofu, kama moyo wake umepondeka, mbingu imeandaliwa kwa ajili yake. Haijalishi ni mwembamba, kama moyo wake umepondeka kwa ajili ya Baba aliye hai, mbingu imeandaliwa kwa ajili yake. Haijalishi ni mnene, kama moyo wake umepondeka kwa ajili ya Baba aliye hai, ataingia. Haijalishi kwamba mzee wa kanisa, kama moyo wake umepondeka, mbingu imeandaliwa kwa ajili yake. Amen. Tufanye mtu wachungaji mtiza goje wahe na mgokika. Sina mpango huu. Katika mchungaji sasa sijajua mnisamehe, lakini kama nitakosea. Katika mchungaji yule ambaye ni tofauti kabisa na wanavyofikiri. Na Elia yule. Sina mpango huo. Na mambo yangu nafikiria nchi. Nianze kufikiria mama we, si ungelikuja hapa tu. Niuliza kweli. Ili ujue ufanye tu. Kifiko fanye. Kifiko fanye. Sima tufikia tu tusimame vizuri. Kama tunaitwa watumishi, wengine wanazuia. Sasa utazuia mpaka lini? Mimi hapa nimeuasha. Tashangaa pale juu kawashwa. Tashangaa pale utawashwa tena. Tashangaa pale utawashwa. Sasa utawaua hao kondoo. Utawaua. Mimi nakwambia. Mimi nishawaambia kwamba wachungaji hao niwaambie kabisa, njoni mbebe hata kanisa lote. Kwa sababu najua kwamba hauko wapi. Nitasubiria wapi. Ikishindikana nje kwenye goti, Baba ni wapi tena? Ananiambia. Na ndio maana leo tunachanganya. Wakati mwingine tunaonekana watumishi wa Jehova aliye hai,
pesa. Ndio maana washirika hutuelewi. Haleluya. Ndio maana washirika watuelewi. Jamani, mnisamehe, mimi ni mwinjilisti. Ndio karama kabisa ya miaka. Sio leo tu sijui kwa sababu sasa wamekuwa mchungaji tu Tombola anafanya hivi. Hapana. Na niwaambie sasa, hata Mungu anajua. Heri aniondolee uchungaji. Ila uinjilisti asiutoe. Asiwe sana. Kwa hiyo moja, katika mikutano hii tupo tayari kufika popote pale. Amen. Hatutaongelea dini, hatutaongelea kanisa. Popote pale inapofuatilia, ingia YouTube fuatilia. Sina huo mpango. Hata wainjilisti nimeshawaambia haipaswi kuongea dini yako, maana dini ambayo ulionayo haina msaada. Pamoja na kwamba ni jina zilikuwa ni Tanzania Assemblies of God, haina maana, haisaidii. Na mtu hajaelewa vizuri hapa. Tunawaona watu, mimi nina dini yangu na mfungia Yesu. Nini dini? Wewe, nani alikwambia? Dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, lakini haikuwezekana. Lakini mpango wa Baba aliye hai, mpango wa Mungu Baba aliye hai, mpango wake wa kumtafuta mwanadamu akamwachilia Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kuna mtu hajaelewa wala haelewi kabisa. Yeye anafikiria kwamba ni kitu tio hichi. Ndio mimi sasa. Ndio mimi. Wewe. Hamuna lolote. Ila kutwanga tu. Kutwanga tu. Kone. Sina mimi ni mchungaji wewe. Au pia sina mimi ni mtiaji. Dini ulionayo mama haina msaada kabisa. Dini ulionayo babangu haina msaada juu ya maisha yako. Msaada ni kumpokea Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Utakuwa umesalimika na ile jehanamu ya milele iliyoandaliwa kwa ajili ya watenda mabaya. Jehanamu imeandaliwa kwa ajili ya watenda mabaya. Jehanamu imeandaliwa kwa washikilia dini wasiona Yesu ndani yao. Amen. Hata mchawi naye ana dini, hata mzinzi naye ni dini, na ndio maana kitu hapo leo wanaendako kwa sababu ni dini, na ibada anaenda kufanya, na mchawi naye hiyo ni dini. Sasa unawalingishia nini? Vyote ni dini, lakini kitu ambacho tunachowalingishia ni kuwa na Yesu ndani yetu. Amen. Yes. Ndio hapo tu utofauti unaanza. Ndio hapo tu utofauti unaanza. Bwana asiwe sana. Amen. Ngoja niwaache nisiwachoshe. Bwana asiwe sana. Amina. Tufanye jukumu moja. Amina. Amina. Naomba tuingie kwenye maandiko. Amen. Yewe. Tumeshaomba, usije ukaanza kufikiria. Somo letu linasema kila mtu atalipwa sawasawa na matendo yake. Amina. Kila mtu atalipwa sawasawa na matendo yake. Yale matendo tunayoyafanya wachungaji, yapo malipo yaliyoandaliwa kwa ajili yetu. Yale matendo ambayo, ama ile kazi ambayo tulionayo wachungaji, kazi ambayo tulionayo wainjilisti, kazi ambayo tulionayo waimbaji, kazi ambayo tulionayo wahubiri wa injili, tutalipwa. Amina. Ninapozungumza kila mtu atalipwa sawa sawa na matendo yake. Nazungumza ulimwengu wote. Haijalishi ya kwamba kuna mtu hajafika katika makutano haya, haijalishi ya kwamba kuna watu wako Ulaya, haijalishi ya kwamba kuna watu wako China, haijalishi ya kwamba kuna watu wako Butundwe,
zini kabisa, zini kabisa. Maana maandiko yananifariji kwamba utalipwa. Lakini ni heri leo utie moyo wako ufahamu ya kwamba ipo neema imesimama jioni ya leo kubadilisha mtazamo wa maisha yako. Ipo neema iliyosimama upande wetu, tukamwona Bwana, tukauona wokovu. Ipo hata leo na ipo hata sasa kwa ajili ya wakazi wa kina mama wa Nyantotoro, wakina baba wa Nyantotoro. Upendo umepotea makanisani, hali ni mbaya. Kama tusiposimama wala mbao, tunajua neema ya Bwana, tunajua haki ya Baba ya hai. Ni nani atakayesimama? Nawaambia watu wa Mungu, kama wachungaji hatujasimama, wainjilisti hatujasimama, waimbaji hatujasimama, ni nani atakayekuja kubadilisha hali ya hewa katika makanisa yetu? Hapana, lazima tusimame na watu wajue ya kwamba hakika huyu ndiye Baba aliyetuita. Haleluya. Nikushukuru sana mtazamaji, nikiripoti kutoka hapa katika viunga vya kanisa la TAG Heri wenye moyo safi katika mtaa wa Nyantotoro B, kata ya Nyankumbu, manispaa ya Geita. Jina langu mimi ni Kale Chongela. Asante.